asifiwe sana. Basi andika ujumbe unaosema kuuliza kwa Mungu ama kuuliza kwa Bwana Mungu. Kuuliza kwa Bwana Mungu. Huo ndio ujumbe wetu ambao tutakuwa nao siku ya leo. Natamani tuweze kufundishana sasa kwa habari ya kuuliza kwa Mungu. Unaweza ukajiuliza, nitawezaje kuuliza kwa Mungu? Lakini natamani mchana wa leo na asubuhi ya leo tuweze kujifunza neno moja kwa habari ya kuuliza kwa Mungu. Navyosema hivyo namaanisha kwamba ziko sehemu nyingi ambazo unaweza kwenda ukauliza na yamkini ukapata majibu. Lakini leo tunajifunza kwa habari ya kuuliza kwa Mungu. Sasa kwa sababu natamani tuende taratibu, nini maana ya neno kuuliza? Nimeandika aina kama mbili hapo lakini zinafanana. Najua una maana nyingi sana, lakini miongoni mwa maana ambayo nimeandika na ile ya kwako kiwemo ikiwa nzuri kabisa ni kwamba ni tendo la kutaka kujua au kupata taarifa. Ni tendo la kutaka kujua au kupata maarifa, ufafanuzi, maelezo au msaada kutoka kwa mtu mwingine kwa kutumia swali ama njia yoyote. Kumbe kuuliza ni tendo la kutaka. Huyo mtu anauliza, anataka kujua au kupata taarifa au kufahamu au kupata maelekezo au kupata mwongozo kutoka kwa mtu mwingine. Ndio maana neno kuuliza. Bwana asifiwe sana. Sasa aina nyingine ambayo nimeandika, jambo vinalandana. Andika, ni kitendo cha kutafuta majibu au maarifa kuhusu jambo usiolijua au unalotaka kufahamu zaidi. Ni kitendo cha kutafuta majibu au maarifa ya jambo fulani ambalo hulijui ama unalifahamu lakini unataka kulijua kwa kina. Ili mimi niweze kumfahamu Yusufu, lazima niulizie taarifa zake. Ili wewe uweze kunifahamu mimi, lazima utaulizia taarifa zangu. Na ndio maana tunasoma historia. Historia inatusaidia kuelewa mambo ambayo tayari yameshatendeka, tayari yameshafanyika. Sasa kwa nini tunasema tuulize kwa Mungu? Tunajifunza kwamba Mungu wetu ndiye ana majibu yote. Yale ambayo naona hayawezekaniki, yeye ni jibu ya hayo ambayo yanawezekanika na ambayo hayawezekaniki. Na ndio maana tunapaswa kumuuliza Mungu. Jiulize, huwa unaulizaga kwa nani? Huwa unaulizaga kwa nani? Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaelewa unayo maswali mengi sana ambayo kwa kawaida kila mwanadamu aliye hai lazima jiulize. Kila mwanadamu aliye hai na mwenye ufahamu kamili lazima jiulize. Je, maswali yako wewe ama unataka kujua kutoka kwa nani? Viko vyanzo vingi sana vya kutaka kujua kwenye dunia hii. Viko vyanzo vingi sana. Haleluya, haleluya. Niwaombe, umeme leo haupo na sauti yangu leo ni ndogo sana kwa sababu naumwa na nasikia sakia kwaruza kabisa. Kwa hiyo sauti yangu yamkini itatoka vile ambavyo unaweza kusikia. Niombe msilale. Haleluya. Ukiona yako mnataka kulala, toka nje kidogo, unazunguka kidogo, unakuwa kama vile umeenda kurekebisha tai, lakini ndio hivyo unatoa usingizi. Umeshajiuliza kwa nini
Shetani anataka ufanye hivyo kwa sababu anajua ukipata maarifa utamtesa. Haleluya. Sasa dunia tulionayo inapouliza swali au maswali inataka kujibu vile unavyotaka. Ndio jambo la ajabu sana. Dunia tulionayo inapokuja kuuliza swali ama inapouliza chochote kile, inataka au inapenda ijibiwe vile inafahamu. Elisha, hujaeleweka hapo, rudia tena. Narudia. Iko hivi, dunia tulio nayo inapouliza inapenda kujibiwa vile ambavyo inataka. Haleluya. Haleluya. Tena kuangalia maandiko. Iko hivi, haujawahi kujiuliza swali moja, hivi mimi nikifa naenda wapi? Hujawahi kujiuliza hiyo swali? Nikifa naenda wapi? Ushawahi kujaribu kuuliza watu wengine kwamba nikifa naenda wapi? Sawa, haina shida. Haujawahi kujiuliza nikimaliza kufanya hili jambo nayafanya na naenda wapi? Sikiliza, dunia tulio nayo hata inapoenda kuwauliza maaskofu, inapoenda kuwauliza labda wachungaji wa Kristo, tuseme wa Kristo, sisi wa Kristo tulioko sasa, tunapoenda kuwauliza hata wachungaji wetu hawa, tunapenda tujibiwe vile tunafahamu sisi. Mfano wewe usichukulie serious. Mfano naweza nikamwambia baba, mimi ni mdada. Sasa mimi ni mdada, si ndivyo? Mimi ni mdada. Mfano nenda namwambia baba, hivi kuvaa suruali kanisani ni dhambi sio dhambi? Mimi majibu ninayoyataka kuyasikia aniambia kwamba kuvaa suruali sio dhambi. Nitakuchukia mzee, hata kama utaki nitakuchukia. Nitakuchukia kwa sababu dunia iliyopo sasa inapenda kujibiwa majibu yale ambayo yako mioyoni mwao. Elisha, hujaeleweka bado. Hujaeleweka. Haina shida. Mimi ni mkaka, ninakwenda kwa baba, namwambia baba, si mchungaji au ni askofu, mtume na nabii, haina shida. Nenda kumwambia baba, hivi kusokota rasta ni dhambi? Mimi mwanaume ni zangu karasta kama Bob Marley Rasitawiga. Sino maana yake ni dhambi sio dhambi? Ninapoenda kwa baba anamuuliza baba, hivi kusokota nywele ni dhambi sio dhambi? Baba seme ni dhambi, nitakuchukia. Hata kuhama nateleza mapema, sipo. Naweza kazuga wiki 2, 3, 4 kanisani kwake baada ya dakika 2. Kwa sababu gani? Kuna swali ambalo nilikuwa najiuliza, nimepewa majibu, nimepewa tofauti na vile ambavyo nilitarajia kupata. Sasa huo ni mfano wa dada. Bwana asifiwe. Tuko pamoja wa dada, msinichukie nini natoa mfano. Ni mfano, sawa? Ni mfano eti. Bwana asifiwe. Amina. Sasa tunaendelea. Hiyo ndio dunia tulionao. Msinipige mawe. Baba yetu hajavihubiri hivyo. Ila nataka nitoe mfano. Ni mfano. Umeshawahi kusikia kwamba eti hapa baba anahubiri gizani? Haina shida. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninakuja kuuliza baba, kutoa zaka ni dhambi sio dhambi?
Baba akiniambia ni dhambi kutotoa, yani akiniambia kutotoa zaka ni dhambi, namwambia baba, mbona kama vile ina njaa vile, afu niambia nitoe zaka ni dhambi, afu mzee bahati mbaya mzee akwepeshaga na kazia. Yani hapo ndo unakasirika kwa sababu umepata majibu sahihi, lakini unataka kuyafanyia, unataka majibu yale ambayo ulikuwa unataka wewe. Yesu aturumie sana. Elisha, mbona hubiri bila kifungo? Hebu nifungulie Samueli wa kwanza. Samueli wa kwanza. Mfungulie Samueli wa kwanza. Alafu mwingine Samueli wa pili. Ile 2:1, alafu Samueli wa kwanza 30. Ile sura yake ya kwanza kabisa. Natamani nisomee ile, lengo kubwa ni mstari wa 8, lakini kwa sababu hiyo natamani tuweze kupata maana kamili. Waraka wa kwanza, Yusuf, nisomee, una sauti ndogo kama ya kwangu. Wa kwanza inasema, ikawa Daudi na watu wake walipokuwa wamefika. Natamani uweze kusikia vizuri Arudia tena. Ikawa Daudi na watu wake walipokuwa wamefika siku ya tatu. Hao Amaleki walikuwa wameshambulia Negevu na Siklagi, nao wamepiga Siklagi na kuchoma moto. Nao wamechukua mateka wanawake waliokuwa wakubwa kwa wadogo, wakawaua wowote, ili wakawachukua wakaenda zao. Ndio. 3. Basi Daudi na watu wake walipofikiria mji, tazama ulikuwa umechoma moto, na wake zao na watoto wao na waume kwa wake wamechukuliwa mateka. 4. Ndipo Daudi na watu waliokuwa pamoja naye wakainua sauti zao na kulia hata walipokuwa hawana nguvu za kulia tena. 5. Na hao wake wawili wa Daudi walikuwa wamechukuliwa mateka, Ahinoamu na Yezreeli na Abigaili aliyekuwa mkewe Nabali na Karmeli. 6. Na Daudi akafadhaika sana kwa sababu watu waliokuwa wakisema kwamba apigwe kwa mawe, kwa maana nafsi za hao watu wote walisononeka, kila mtu kwa ajili ya wanawe na binti zake. Lakini Daudi alijitia nguvu katika Bwana Mungu wake. Niendelee. 7. Kisha Daudi akamwambia Abiathari kuhani mwana wa Ahimeleki. Akamwambia nani? Abiathari. Abiathari akasemaje? Tafadhali niletea hapa hiyo naivela. Niletea naivela. Naye Abiathari akamletea Daudi naivela. Daudi akauliza kwa Bwana. Akasema, je, nikawafuata jeshi hili? Nitawapata? Naye akamjibu, fuata. Akawashibu, fuata, kwa kuwa hakika utawapata, nawe ukosi utawapokonya wote. Amen, haleluya. Kama ningelikuwa na mimi ningemchapia Yesu makofi, kwa sababu Daudi alienda kuuliza kwa Bwana na Bwana akampa majibu. Sasa nisikie kidogo. Hapa tunaona tukio moja ambalo linaonyesha Daudi na jeshi lingine lilikuwa kupigana vitani. Alikuwa ameenda kumpiga Amaleki. Walimu, natamani tufundishe, kwa nini mtanisaidia? Amaleki. Daudi ameenda kupigana vita na Amaleki, lakini anarudi kambini, anakuta tayari wale aliowaacha nyumbani wameshavamiwa na jeshi la Wafilisti. Hello. Na sio kuvamia tu. Biblia inaonyesha kwamba wameshapigwa, watu wameuawa, na wengine wamechukuliwa mateka, na miji imechomwa moto. Daudi, Biblia inasema kwamba akafadhaika. Haleluya. Amen. Siku zote mtu ambaye amefadhaika huwa anakuwa katika dimbwi la mawazo. Bwana sifiwe. David, ukifadhaika unakuwa na furaha, unashangilia, unakuwa umefadhaika, unakuwa unacheka kweli. Acheni masiala nini?
Haina shida. Sio nisivende mbali. Umesikia umesapu. Alafu soma mbali kuna uhakika nao umefaulu. Utajisikia, bwana usapu soma mbali unajua hili mna sapu. Sijaziona kama naongea na watu ambao haina shida. Wenyewe unajifanya sawa wanachua haina shida. Ngoja niseme na wakulima wenzangu. Ukienda shambani, si ndio mzee? Ukapata hasara shamba ambalo ulikuwa na uhakika nalo kupata gunia 10 au ukapata gunia 2. Au la, umekuta ameiba. Shamba zima amevuna. Utafurahi. Wamenisaidia kuiba. Haleluya. Utashangilia? Hapana. Hapana. Utaenjoy wanasema Waswahili? Hapana. Utafadhaika. Sasa utajiuliza, hivi huyu tena utaanza kutukana, unaweza kutukana matusi yote duniani ukayamaliza bado hujampata leo kuibiwa. Unatafuta huyu mtu unaanza kujiuliza, huyu mtu ningemkamata, ningemchanua yamkini mtu una mbavu kama za kwangu, unampiga mtu mwenye nguvu kama huyu mzee. Wewe utaweza wewe? Unaweza kupiga yaani unafadhaika unapiga maswali yani ningemkamata huyu chana ningepiga vile. Ni sawa sana yule lecturer wako ambaye amekusababisha usapu. Alikukazia kwenye kozi weke utamchukia. Lecturer. Sasa hivi baada ya RGM kuna lecture moja hivi wana mind watu. Mtamsikia FSP kama mnasoma sopa. Anaitwa Ibra. Yule jamaa hana hiyo. Anachukiwa na watu vibaya. Yaani kila mtu anamchukia tu. Anamchukia tu. Unajua kwa sababu gani? Alifanya nini? Na mnalamu. Sisi tunaelewana watakatifu wa Bwana. Natamani tu taratibu nafundisha leo wapendwa. Kwa nini naongea ovyo eti tunaelewana Natamani tufundishane tuelewane. Iko hivi. Daudi alifadhaika. Sasa ukiwa kwenye kufadhaika ni kipindi ambacho unakuwa kwenye dimbwi kubwa la mawazo. Unatafuta upate jibu gani lilo sahihi. Sisi nielewa. Amen. Daudi hakwenda kwa mfalme Sauli. Daudi hakukimbia kwa mfalme amuulize. Daudi hakurudi nyuma ama hakuanza kuliangalia jeshi ambalo alikuwa nalo vitani. Aliotoka nalo Biblia inasema Daudi alikuwa na watu 600 ametoka nao vitani kuwapiga Amaleki, ametoka kuwacharaza vibaya huko. Lakini anarudi anakuta leo wameshacharaza nyumba yake. Yaani vile ambavyo unaenda kuteketeza shamba la mtu na wewe shamba lako unateketeza. Hujanielewa? Jose, usinaendesha boda vile ambavyo wewe ushaacha, haina shida. Haina shida. Vile ambavyo umemwona abiria wa mtu fulani ukamchukua ukambeba ukaishi kama abiria fulani wameshakuahidia kwamba na wewe wahi, unarudi unakuta wale abiria ambao ulikuwa umeshageua utawakuta kama ulivyoiba abiria mwingine na umeibiwa. Sasa Daudi anajiuliza sana. Biblia inasema hivi, kisha Daudi akamwambia Abiathari kuhani mwana wa Ahimeleki, tafadhali niletee hapa hiyo naivera. Na Abiathari akamletea Daudi naivera huko. Daudi akauliza kwa Bwana. Hebu chukua hiyo kitu. Akauliza kwa nani? Kwa Bwana. Kwa Bwana. Akasema, je, nikiwafuata jeshi hili? Daudi alikuwa na hasira nyingi sana huyo mtu. Nikiwafuata jeshi hili. Unapoenda kuuliza kauliza mwenyewe nafsi yako. Daudi hakusema tukiwafuata. Alisema nikiwafuata. Nitawapata swali. Naye akamjibu, fuata, kwa kuwa hakika utawapata, nawe hukosi utawapokonya wote. Sasa nielewe. Unapomuuliza Mungu, yakini kuna jambo fulani unataka kulifanya, Mungu anapokupa maelekezo, anakupa na watu wa kukusaidia kutimiza hayo maelekezo aliyokupa. Amen. Narudia tena. Ukienda kuuliza kwa Mungu,
Mungu atakapokupa maelekezo juu ya biashara yako, atakapokupa maelekezo juu ya huduma yako, atakapokupa maelekezo juu ya shamba lako unalolima, akakupa maelekezo juu ya kutunza wokovu wako, akakupa maelekezo juu ya familia yako, akakupa maelekezo juu ya hatima yako, akikupa maelekezo juu ya ugonjwa wako, au utakapoanza kufanya yale maelekezo ambayo Mungu amekupa, atakuinulia watu ambao watakusaidia pale ambapo wewe utakuwa umefika mwisho. Nielewe, Daudi ukienda kusoma pale mwisho, nisomee 19, nisomee 18. Daudi amekaa mahala 18. Daudi akawapokonya wote walio anzia 16. Na hapo alipokuwa amewaongoza chini, tazama hao waliokuwa wametawanyika juu ya nchi yote wakalia na kunywa na kufanya karamu kwa sababu ya hizo nyara kubwa walizochukua katika nchi ya Wafilisti na katika nchi ya Yuda. Naye Daudi akawapiga tangu ukungu wa jioni hata jioni ya siku ya pili. Hakuna aliyeokoka ila vijana 400 waliopanda ngamia na kukimbia. Rudi mstari wa 15. Daudi akawaambia, je, wewe utaniongoza chini hata nifikirie jeshi hilo? Naye akasema, uniapie kwa Mungu ya kwamba utaniua wala kunitia mikononi mwa huyo bwana wangu, nami nitakuongoza chini hata kulifikiria jeshi hilo. Amen. Haleluya, haleluya. Nataka unielewe kidogo. Wakati Daudi amewafuata jeshi nyuma, amewafuatia lile jeshi kwa nyuma, amewafuata. Biblia inasema hivi, ilifika mahala Daudi akamkuta mtu. Yule mtu ukisoma vizuri pale inaashiria alikuwa katika hali ya kukatakata tamaa. Yaani kama roho inataka kuchomoka kufa tu. Yuko katika hali ya kufa. Biblia inasema hivi, akampatia maji akanywa. Alipompatia maji akanywa na akamgawia na mkate akala. Alipokula akapata nguvu, nielewa. Kumbe wakati mwingine adui usikamsaidia na akakusaidia. Amina. Nielewa? Amen. Wakati mwingine adui usikamsaidia na akakusaidia. Na ndio maana ukisoma ombea adui yako aishi siku nyingi, unaendelea kuimba. Sasa Daudi wakati anampatia chakula yule mtu amekula, Biblia inasema roho yake itamrudia. Kama ni kuzimruka anasema amezimruka. Kwanza inasema kwa sababu ilikuwa na siku 3 hali wala hani. Bora ukae siku 3 ule unywe huko kwenye maombi. Sio kukosa chakula. Amen. Hata huyu mama ameshakata tamaa. Daudi alipompatia, baadaye akamuuliza, wewe na wewe vipi? Akasema, ndugu, sisi unavyotuona hapa na jeshi la Filisti, mimi ni mtumwa wa nyumba fulani, nimesoma majina hapo, siwezi kudanganya. Utaenda kusoma mwenyewe kwa Biblia. Akasema, mimi hapa nimebakizwa hapa na unavyotuona hapa tumetoka kuangamiza. Akataja pale miji kadhaa, akasema na Yuda tumeiangamiza sisi hapa. Hakujua kama ni Daudi anatafuta aliyoangamiza. Sina nielewa. Oh my God. Hujanielewa. Ngoja nikusomee hapa. Ngoja nikusomee. Lakini Daudi akakaza kufuata yeye na watu 400, kwa sababu kuna katikati ya watu 600 kuna watu 200 walikatakata moyo, kwa sababu walikuwa wametoka kwenye vita vingine tena wamechoka. Daudi akawabakiza kwenye kijito fulani, akabaki na watu 400 akaenda nao. Biblia inasema hivi, kwa maana watu 200 walikaa nyuma ambao walitaka kuzimia hata wakuweza kukivuka hicho kijito Besori. Nao wakamkuta Misri Misri mavueni, wakamleta kwa Daudi na kumpa chakula, naye akala. Nao wakampa maji ya kunywa, kisha wakampa kipande cha mkate wa tini na vishadi 2 vya zabibu. Naye akisha kula, roho yake ikamrudia, kwa maana alikuwa hakula chakula wala kunywa maji siku 3 mchana na usiku. Ndipo Daudi akamuuliza, wewe mtu wa nani, nao umetoka wapi? Akaanza kuporomosha. Nielewa? Amen. Naye akasema, mimi ni kijana wa Misri, mtumwa wa Mwaleki.
Mmoja, Bwana wangu aliniacha kwa sababu tangu siku hizi 3 na alishikwa na ugonjwa. Kumbe Mungu alikuwa amekusudia, ilikusudi kwa sababu Daudi, nimekwambia hivi, Mungu akikupa maelekezo, unapenda kumuuliza Mungu, anakuandalia watu wa kukusaidia kutimiza lile ambalo Mungu amekuelekeza. Amen. Yaani nishatoa ruhusa. Ukiwa unasinzia toka nje. Ukisinzia nitakusimamisha, utanisomea vifungu vyote vya Biblia, au utakuja kuhubiri, mimi nitakaa kwa muda kidogo. Amen. Yesu atuhurumie sana. Huwezi kusinzia wakati tunahubiri hapa. Kwenye wali mtu analala. Cheni masa. Kwenye wali mtu unalala wewe. Sisi tuliotoka kwenye zile nyumba ambazo wali kwa kweli unaula mara 2 kwa mwaka, napo liko batini na siku. Sikukuu ya 25 mna mwingine mnazunguka ipiga kavu ile na mwaka mpya. Na penyewe mnaulizana, tule mchana ama usiku? Amen. Kama hajakuta hayo, Mungu akubariki na sikukute. Inafika mara wao ukisikia harufu waje unafuatilia, unatamani kwenda kujichezesha, ujichekeshe na wale watoto wa pale, ili kusudi uweze kukaribisha chakula kile. Ile ule. Sasa wewe umepewa hicho chakula, wewe utatamani kulala wewe. Okay, haina shida. Siku hiyo wakipika wali, watoto hawasinzii. Na mimi ni miongoni, mama alikuwa akinipiga siziri, yani hata kinipiga hadi nile kwanza. Amina. Siachi kula mimi wali. Unipikie mihogo na zira. Amina. Haina shida. Kama ni mihogo na kuruhusu lala. Kama ni wali usisinzie. Haleluya. Kama tunakula mihogo haina shida kwa sababu mwenyewe kwenye mihogo niko nalala. Akinipiga tu kidogo na nuna na kasirika, nataka nibembeleze. Na mama naye alivyokuwa na kidogo ngumu sometimes alikuwa bembelezi yani. Unaenda kulala, utakula kesho. Haina shida. Tunaendelea na Bwana sifiwe sana. Sasa nielewe. Akikupa maelekezo, Mungu anaachilia na watu wa kusaidia. Amina. Sasa tunaona ndugu wakati wametoka kuipiga ile kambi, wako njiani wanatembea, akakamatwa na ugonjwa. Jamaa akatelekezwa, wewe kafia huko mbele ya safari, mama hamna atakayekupa chakula wala. Kumbe nilikuwa ni kusudi la Mungu ya kwamba Daudi mwamba atakapokuja, wewe ndio utakuwa wewe na majibu na maelekezo kamili na data kamili utazitoa wewe. Na ndio maana Biblia inasema baada ya kula akamwambia akaanza kutoa maelekezo, anasema hivi naye akasema mimi ni kijana nami na umetoka wapi? Akasema mimi ni kijana. Yesu tushasoma na sisi tulishambulia Negebu na Wakerethi na ya miliki ya Yuda na ya miliki ya Yuda. Anasemaje? Na Negebu na Kalebu na huo mji wa Siklagi tukauchoma moto. Daudi akamwambia, je, wewe utaniongoza chini hata nifikirie jeshi hilo? Naye akasema, uniapie kwa Mungu ya kwamba nitakuongoza chini hata ulifikiria jeshi hilo. Haleluya. Nilikuwa nataka nikupe taswira kwamba usiogope kwenye maelekezo ya Mungu anapokupa. Unapoenda kuuliza kitu usiogope. Sasa watu wengi ama Wakristo wengi tumekuwa ni watu wa kufuata mitazamo na fikra na maelekezo ya watu wakubwa ambao tunaamini na watumishi wakubwa. Tumekuwa tukiwafuata, wakati mwingine ni mitazamo potofu. Unaniuliza Elisha nini? Moja, tutaenda mfano tatoa. Na tukwambie hivi, Wakristo wengi tumekuwa na tabia fulani ambayo tunafuata mitazamo na mafikirio ya watu ambao tunaona ni wakubwa. Kiuhalisia wale watu wanaweza kawa wanalitangaza neno la Mungu, lakini watu kibiashara. Hatujaelewana. Haina shida. Dunia tulionayo, tumekuwa ni watu ambao tunafuata mitazamo, maelekezo ambao kiuhalisia yamkini kabisa yale watu
watu ambao tunaamini wakubwa sana kwenye dunia hii, lakini kiwalisia wale watu hawako katika msingi sahihi wa Mungu. Wako kwa ajili ya biashara, wanataka idadi. Si mnamwona baba yetu hapo alipo? Kuna vitu ambavyo Mungu tayari kashamfundisha yeye binafsi. Sisi tunaelewana? Ambao kiwalisia hakuna binadamu yoyote duniani ambaye ameshafundishwa hiyo vitu ambavyo alifundishwa na Mungu. Tutaelewana? Wewe hapo ulipo, kuna vitu ambavyo Mungu ameshakufundisha, ama hakuna mwanadamu yeyote yule ambaye ameshafundishwa hivyo vitu vilivyofundishwa. Tutaelewana? Sasa mfano, kanisa ama watu tulionao sasa tumekuwa ni watu ambao, mfano nitoe mfano, msinihukumu, natoa mfano, ni mfano tu, mfano sio mazoezi, amina, ila ni mfano unaandana na mazoezi, ila ni mfano. Kuna tabia ambayo yamkini imezuka hii ya kusema kwamba, nitoe mfano hiyo tu imekuja, ngoja nitoe, nitoe mfano mwingine. Mfano anasema watu wengi wamekuwa wanajiuliza maswali mengi. Je, kuimba labda nyimbo za mziki ambazo zinalandana na kidunia ni dhambi ama sio dhambi? Sisi tunaelewana? Sasa hapo kuna makundi mengi, si ndio wapendwa? Makundi fulani naamini hivi, lingine alinaamini hivi. Je, wewe ulishauliza kwa nani? Tunaelewana wapendwa? Nataka nikupe mfano basi halisi. Mimi leo hii ukija kuniuliza Elisha, mimi sijasema ndugu yako, mimi sijasema rafiki yako, sijataja mtu hapa. Ukinija kuniuliza mimi Elisha kuhusu kuangalia mpira, nitakwambia ni sana. Sina nielewa. Baba mimi baba natoa tu mfano, sijajua msimamo ya watu fulani, lakini mimi ukija kuniambia mimi kuhusu mpira, nitakwambia ni sana. Kwa nini? Kwa sababu mimi kabisa nilikuwa ni mshabiki wa Yanga kati giji. Yaani ukisikia Yanga kichi, Real Madrid, Ronaldo, I say my dear. Wewe niko na waelewa. Ronaldo, yani ndo nashangilia kabisa. Kwanza kimpiga mtu chenga, yani na enjoy kweli. Kutoa fedha kwa ajili ya kwenda kuangalia mpira ilikuwa ni nomo. Kombe la dunia linipita Elisha. Niko kombe la dunia. Kombe la dunia linipita. Mimi ilikuwa sio. Sasa mimi baada ya kupata neema ya wokovu nikajikuta tunakosa amani katika hivyo. Si mnanielewa jamani wapendwa? Sasa mimi ukija kuniuliza kuhusu mpira, nitakujibu kwamba mpira ni dhambi. Sasa kwa nini natoa mfano huu? Kuna watu ambao unakuta wanavifanya vitu fulani, mioni mwao hapana amani, lakini wanaendelea kufanya kwa sababu maaskofu fulani wameshasema sio. Elisha, hebu eleweka labda. Iko hivyo. Natoa mfano tena. Wewe unaweza ni mdada kabisa ambao una shida. Na unajisikia kabisa ukivaa suruali hata kama iwe yale makubwa vile kama gunia, ya unajisikia kabisa hauko comfortable. Sisi tunaelewana? Yaani moyo wako hujisikia amani kabisa. Yaani kiasi kwamba hata ukitaka kutoka nje unatafuta kamtandio. Unafanyaje? Ndio unatoka pata. Ndio unaenda. Lakini kuhalisia kabisa moyoni mwako haujisikii amani. Na ndio maana unafika mazingira fulani unajisikia kukataliwa kuingia kwenye hayo mazingira kwa sababu ya vile ulivyo. Sisi tunaelewana? Sasa unaendelea na hiyo hali kwa sababu muumini wa Marekani yule alishasema sio. Sisi tunaelewana? Hata tuende taratibu tu. Umesikia brother? Kuna jambo unazokana unalifanya wewe, lakini moyo wako hamna amani kabisa wapendwa.
lakini unaendelea kufanya kwa sababu mhubiri fulani wa Marekani kashasema ukufanya hivyo sio. Hujanielewa? Kamuulize Bwana. Watakatifu wa Bwana, kuna mambo ambayo yanawezekana ni mazuri machoni petu, yanatukosesha amani kabisa. Usiyafanye pasipo kumuuliza Bwana kakudhibitishia katika hilo kabisa. Mimi na Bongo Flava, mimi nilikuwa nampenda alimba katika kitoho linani ukiji laiti ningemuona Magufuli Harmonize, yes, kuna ukubali wale watu wale Alikiba mimi ya baba Amina. kubali sana, kuna kubali nilikuwa nakubali sana. Unakuta mtu akikoa tu tayari mna enjoy tayari. Sasa mimi ukiniambia watu nakwambia ni dhambi na ni dhambi, hata kama askofu kasema nini, mimi nakwambia mimi ni dhambi. Kwa sababu gani? Nimekatazwa ni mimi na Mungu. Nawe kamuuliza Mungu wako. Kama askofu wako ni Mungu wako, endelea naye. Kama ni Mungu wako, endelea naye. Lakini kamuuliza kwanza Mungu. Kamuuliza kwanza Mungu. Utajikuta unaangamia na utamlaumu yule uliokuwa unamfuatilia kwenye television yule. Utamlaumu na hapata kuwa na nafasi nyingine. Utamlaumu vibaya mno. Haleluya. Sasa hili nalo mbona kama vile mimi linanihusu? Na mimi nanihusu katika jina la Yesu. Najifunza. Vijana ambao tunataka kuoa, tukamuulize Mungu. Baba alishawahi kutoa mfano mmoja. Mimi nakumbukaga mfano ya baba. Alisema kuna kijana jichanganya akafanyaje? Yaliyomkuta. Haina shida, kama mnasahau shuhuda za baba haina shida. Mimi nazikumbukaga. Tunataka kuoa, wewe makini. Sisemi tuwe makini. Unaweza kuwa kumbe ni jini mtu. Unaweza kuwa jini mtu. Na wanaolewa haina shida, mnaweza mkaolewa na kina nani sasa? Kwenye Biblia aliyokutesa wake zao ni tena. Yule mke ambaye niwaambia kwa sababu alizaliwa katika upumbavu wake. Ni nani yule? Aliyetetea Abigaili, Abigaili ni nani? Nani? Labani. No, sio Labani. Nabani. Ambaye alikuwa ni mpumbavu. Sawa sana jina lake. Naona kuna kuolewa na Nabani ambaye ni mpumbavu. Na wewe mama, unaweza kujikuta mwanaume mwenza mkapata Delila. Rafiki yangu Delila atakufikisha mbali. Yezebeli. Bora Delila sasa kuliko Yezebeli. Bora Delila kuliko Yezebeli. Bora Delila kuliko Yezebeli. Kwa sababu yani kabisa kupata nafasi hata ya kutubu hapo. Bora Samson alipata nafasi ya kutubu. Tutamwona mbinguni amkia. Lakini muulize kwanza Mungu. Muulize Mungu. Sio kila jambo la fanya katika dunia hii mpendwa. Usifanye kwa sababu ya watu wengine wanafanya, no. Kwa sababu sikiliza nikwambie kitu, maelekezo ya Samsoni ni tofauti na maelekezo ya Samueli. Samsoni aliambiwa utanyoa, Samueli ananyoa. Lakini wote ni watumishi wa Mungu. Utanielewa bado? Yohana Mbatizaji hakuna ugali wala matembele, alikuwa asali na nzige. Na alikuwa ni mtumishi wa Mungu. Wewe unayafanya umemuuliza nani? Baba yako, mama, shangazi. Haina shida. Fanya. Kwa sababu baba alisema. Fanya. Unafanya kwa sababu baba akasema, babu kasema, mjomba. Huyu si mjomba. Mjomba ni nani? Fanya kwa sababu umemuuliza Mungu. Narudia tena. Fanya kwa sababu umemuuliza Mungu. Iko hivi. Utaenda. Sio kila mahali ambapo wanamuita Mungu ndio wewe unapata kufaa kwa Mungu hapa. Sehemu zingine ambazo haleluya. Na watu ambao kwa kweli kiwalisia wajinga ndio wali wao.
Wajinga ndio wali. Ndugu zangu na wapendwa, kabisa nawaambieni, nawaambia ukweli. Uko hapa kwa mzee wetu anayekataza dhambi, anakuambia ukweli, ukitaka unatoka, ukitaka unakaa. Kuna mwingine akwambia, mwanangu siogope, anakupaka na mafuta kichwa. Yale mafuta hivi, asante Yesu. Hivi ushai kujipaka mafuta, muda una wiki mbili, una mwezi uoge, unapaka tu mafuta. Kila siku ukiamka mafuta. Mafuta. Hivi ushai kuona hiyo hali? Unakuaje? Unanuka. Unanuka. Uongo. Ukae wiki kadhaa, wanaume tunaweza tukatoboa. Wanaume tunaweza tukatoboa kwenye baridi. Haina shida. Ukae muda mrefu bila kuoga. Halafu unapaka tu mafuta kichi. Gichi. Utafika mahali unatembea hivi. Unashangaa mtu anadondoka kule. Kama ni mhubiri mwenzangu. Haleluya. Kama ni mhubiri mwenzangu. Kama ni mhubiri mwenzangu. Umaliza mwezi bila kuoga. Umewaida watu kuwaombea, unanyosha mkono hivi, unashangaa mtu anadondoka, unahisi na upako. Kumbe unanuka. Unanuka. Ndio maana mazoea ya wale ambao wanapakwa mafuta. Injili ya kupaka mafuta inafika mahali unanuka na Mungu anakutaka. Tunapenda, haina shida, tubarikiwe, tunabarikiwa kweli, haina shida. Tena iko hivi. Kuna watu ambao wanajikuta wanafanya vitu kwa sababu ya andiko moja. Hawaangalii na maandiko mengine yanasema nini. Kuna jambo linawezekana limeandikwa kweli, hata kama dhambi hadi iwe eti kwamba dunia nzima. Ninyi watu, dunia eti dhambi ili wito dhambi hadi itumike dunia nzima. Mimi nawaambieni, mniamini msiniamini haina shida, ila mimi nasema hivi, dhambi inazikatokea kwa mtu mmoja. Kwani dhambi iliyotokea kwa Hawa ilitokea dunia nzima? Acheni kupaka na rangi wapendwa. Dhambi iliyotokea kwa Sauli ilikuwa inaambia pende dunia nzima. Biblia inasema hivi, mengine hayakuandikwa. Yale ambayo hayaandikwa yako wapi? Mungu akikufunulia. Wakati Paulo anahubiri habari njema, alikuwa anatoa reference wapi? Sio Bwana alikuwa anamfunulia. Kuna vitu ambavyo Bwana atakufunulia na wewe mwana wa Mungu. Wewe una tofauti na Paulo, una tofauti na Petro, una tofauti na Yohana, una tofauti na mitume na manabii waliopita. Na wewe ni mwanadamu kama wao. Roho Mtakatifu anataka kukufunulia ya kwamba hiki fanya, hiki usifanye. Sasa unang'ang'ana kumuuliza mchungaji wako. Tena mbaya zaidi, muulize mchungaji wako kile ambacho yeye mwenyewe anakifanya. Atajihukumu kwa nidhamu. Yaani wewe unifuate, mimi nakula matembele vizuri mno. Unifuate kula matembele ni dhambi sio dhambi? Mimi nakwambia sio dhambi. Natoa mfano, sio kwamba eti ni dhambi, sawa? Hata kama nitoe mfano nielewe. Kuna niseme ni wapuuzi, kwa sababu hata Yesu alisema mwambie huyo mbweha. Iko kuna watu ambao wanasema kwamba sijui kwa wale wawili sio dhambi. Huo ni ushenzi na ushirikina uliobobea. Adamu alikuwa na wake 20. Upuuzi ulianza kwa Lameki. Chani masiara nini? Ndugu zangu, muulize kwa nani? Mmenichukia. Ina shida. Mmenichukia. Sasa, dakika zimeyoyoma. Haleluya. Sasa, hebu tuangalie Mathayo 19:29. Kidogo hapa. Maana utasema mbona umesema ni agano la kale tu? Agano jipya hatuulizagi. Kuna jambo ambalo ulielewa. Kamuulize Paulo. Nani kamuulize Paulo? Gamaliel, yes. Yusufu njoo. Iko vipi? Paulo hakwenda kumuuliza yule mtu, ila alifuata maelekezo ambayo Yesu amempatia. Sisi tunaelewana? Wakati Mungu anasema na Petro. Sio, unanielewa?
kwa habari ya kwenda kuhubiria kuenda kwa mataifa, kuwahubiria Injili. Hakuanza kumuuliza, hivi Yohana, vipi niende kuhubiri Injili ama nisiende? Mbona kama vile wale ni mataifa hawajatahiriwa bado? Si mnaelewana? Aliyafuata maelekezo ya Mungu. Na ndio maana hata baadaye wanafunzi inaonekana wanaanza kumwandama Petro. Petro anaanza kusema, jamani, mimi nilikuwa hivi, nilikuwa darini, nikaona nini, na baadaye Roho wa Bwana kashuka. Na anasema, kwani nimeamini. Roho wa Bwana hana upendeleo. Haleluya. Hebu msalimie jirani yako, mwambie Bwana hana upendeleo. Uliza kwa Bwana. Acha unafiki wewe, mwambie rafiki yako wewe kwa upendo, mwambie uliza kwa Bwana. Uliza kwa Bwana. Uliza kwa Bwana. Unaulizaga wapi? Unaulizaga wapi? Unaulizaga wapi? Unaulizaga wapi? Haleluya. Tunao dakika chache. Sikiliza. Nataka nikwambie Mathayo 19:27 tena kusoma mwenyewe. Hebu nisomee tu. Tazama sisi tumeacha vyote, tunakutafuta. Tutapata nini basi? Yesu akamwambia, amini nawaambia ya kwamba ninyi mlionifuata mimi katika ulimwengu mpya, atakapoketi Mwana wa Adamu katika kiti cha utukufu wake, ninyi nanyi mtaketi katika viti 12. Asante. Kuna watu wengine tukiwa tunaambizana ukweli, ama wachungaji wakiwa wanatuambia ukweli, tunahisi ya kwamba tunaanza kutafuta ile sababu. Mti wenye matunda hufanya upigwa mawe. Sasa nataka kuambia, hata mti wenye nyoka unapigwa mawe. Aha, utanielewa. Ukianza kunyosha hivi kama rula hivi. Mti mwenye matunda unapigwa sana. Na mimi ni mtu mwenye matunda, hata nipigwe. Nakwambia hivi, hata mti wenye nyoka unapigwa mawe. Tena sio mawe, tuna michekete ile. Kama mjachunga mbuzi, hamtaweza kuelewa vizuri. Wachunga mbuzi waka tuna upanga fulani hivi, mkali, kiasi kwamba kuna tumiti fulani tuembamba. Huto tunasaidia kutokimbia na mbuzi. Mbuzi wana tabia moja ya kukimbia. Sasa ule upanga ukiwa na tumiti fulani ni genge. Si unanielewa? Sasa utapigwa hiyo mjegeje, inaitwa mjegeje kwa Kiha, utajua wewe. Hapo nimeongea Kiswahili hapo. Lakini sasa twende, kwa nini? Ukamuulize Mungu. Jambo la kwanza, kwa sababu Mungu wetu ni Baba. Kwa nini tunaenda kumuuliza Mungu? Kwa sababu Mungu ni Baba. Ukiishiwa hela kalamu, unaenda kumuuliza baba. Ukiona jambo fulani alienda, unaenda kumuuliza baba. Na ndio maana sababu mojawapo ya kwenda kumuuliza Mungu, kwa sababu ni Baba. Utaenda kusoma Mathayo sura yake ile, Mathayo sura ya 5 hadi 48 na Mathayo 10 mstari wa 20. Naomba tena kusoma. Sasa nataka nikupe mfano. Mfano. Kwa nini nakwambia Baba anazo details zote za kuhusu wewe? Na ndio sababu moja wapo tunaenda kumuuliza Mungu. Wewe ambao unaumwa, kuna ugonjwa mwingine hautatoka kwa maombi. Utaniambia Elisha, unatokaje? Iko hivi. Kuna ugonjwa mwingine hautoki kwa kuombewa na mtu. Hata ukimleta mwenye upako ambaye wana tabia fulani, ila jamani haina shida, labda mimi kwa sijafikia huo upako. Eti mtu napiga tu. Wewe. Anakuwa mpira. Yaani ule mpira kuugusa, jamani. Kwani ndio tuseme Mungu wetu anaweza kututofautisha kiwango hicho? Yaani Mungu wetu tuseme ni wa kuweka watu VIP. So VIP ni very important person. Yaani kiasi kwamba mpira anaugusa mtu huyu, wewe huwezi kaugusa. Hizi tu ni kweli kabisa. Mungu wetu basi labda huweza sijafika viwango hivyo. Sijamsema yule ambaye unamwamini wewe.
Mimi natoa mfano. Haleluya. Lakini tunaenda kwa baba kwa sababu yeye ndio ana taarifa zote. Ukienda kwa baba yako ndio atakwambia mwanangu, yani wewe wakati mama yako ana ujauzito wako, mama yako alikuwa anapenda maparachichi. Yani baba yako anaweza kutoa taarifa hata kabla hujazaliwa. Mama yako alikuwa anapenda matembele, mama yako alikuwa anapenda miwa, mama yako alikuwa ananitukana tu bila sababu. Yani sijui wanawake wenye ujauzito mnajua waga mkiwa katika hali fulani kuna namna fulani mnabadilika. Sasa baba yako ukienda kumuuliza kuhusu atakuelezea vizuri mno. Umesikia dele? Kuna wakati mwingine ulipokuwa katoto ulikuwa unapiga watu viboko tu, elewi piga tu. Sasa ukienda kwa baba atakuelekeza vizuri. Na hakuna baba anayetaka mtoto wake apotee. Unapoenda kwa baba yako anakuuliza vizuri. Bali wote waliompokea walifanyika kuwa wana wa Mungu. Yohana 1:10 pale ukianza kusoma inaeleza. Kwa wewe ni mwana wa Mungu. Wewe ni mwana wa Mungu. Wewe ni mwana wa Mungu. Kwa lazima kumuuliza baba yako. Sababu ya pili, yeye ni njia. Yeye ni njia. Soma Yohana, Injili ya Yohana hapo 6:14-6. Hao natamani soma. Kwa nini? Sikilizeni wapendwa. Tuko kwenye safari ya kwenda mbinguni, haya mengine ni ya ziada. Masuala ya kufanya kazi, kuona wafu wanafufuka ni ziada. Cha kwanza koma uende mbinguni. Koma uende mbinguni nakwambia. Baba yangu, mama yangu, dada, koma uende mbinguni. Koma uende mbinguni. Hujanielewa? Koma uende mbinguni. Amina. Haya mengine yapo tu. Amen. Sasa kwa nini tunamuuliza baba? Kwa nini tuende kwa Bwana tumuulize? Wapenda, ziko dini nyingi ambazo zinaonekana kuwa ni safi machoni pa watu, lakini zinaenda katika njia ya upotovu. Inaonekana kuwa ni kanisa hilo hai, lakini limekufa na utakufa. Ukikaa katikati ya wafu unaweza kuwa mfu. Amen. Amen. Kwa sababu ile harufu ya kuua ya mizoga ile, utakosa oksijeni, utakufa. Amen. Kama uamini hivyo, kawauliza wanaolinda mochwari akili zao zilivyo. Uamini? Kawauliza wanaolinda mochwari, wale wanaokaa mochwari akili zao zilivyo. Kwa sababu ishazoea kuona waliokufa kufa. Sasa na ukae waliokufa kufa tu, na utakufa kufa. Kabisa. Sasa kwa nini tunamuuliza? Baba yetu ni njia. Soma Mathayo hapo 14. Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Asante. Kumbe ziko. Mesikia dadangu mkana. Ziko njia nyingi. Kwa ili usiweze kupotea lazima umuulize mwenye njia. Asante. Nini unauliza? Yesu yeye ndiye njia. Lazima uulize kwa mwenye njia. Okay, asante.